Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan leo ametuma pole kwa vifo na mauaji ya tarehe 29 na tarehe 30 mfululizo Oktoba baada ya uchaguzi wakati wa maandamano. Samia Suluhu Hassan leo akiwa bungeni amefunguka kuhuzunishwa sana na tukio la mauaji na vifo vya vijana katika maandamano ya baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi, na sasa ametoa amri hii ya haraka kuhusu uchunguzi unaoendelea dhidi ya mauaji hayo. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa hotuba leo mchana wa leo, hotuba nzito na yenye hisia kali alipokuwa akifungua rasmi mwaka wa kwanza wa bunge la 13 la Tanzania mjini Dodoma Ijumaa, Novemba tarehe 14 mwaka 2025. Hotuba yake aliyoitoa mbele ya wabunge na wageni waalikwa, Samia Suluhu Hassan alizungumzia hotuba iliyohusu amani, uponyaji na taifa na uwajibikaji kufuatia machafuko na vifo vya watu waliopoteza maisha wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 na baada ya uchaguzi. Hadi katika ukumbi wa bunge hilo leo ilibadilika pakubwa pale Rais Samia Suluhu Hassan alipotoa wito wa kunyamaza kwa muda, akiwataka kila mtu kuamka na kuwaenzi waliopoteza maisha au kuuawa wakati wa ghasia zilizohusiana na uchaguzi na maandamano. Rais Samia Suluhu Hassan kwa muonekano wake alionekana mwenye huzuni, huku machozi yakimlengalenga. Jumba hilo la bunge likiwa kimya kabisa, wabunge walionekana waziwazi kusikitishwa na kutikiswa kwa uzito wa matukio yaliyokuwa yamejiri katika taifa zima. Awali Rais Samia alikiri kuwa Tanzania inapitia moja ya nyakati ngumu sana za kisiasa katika miaka ya hivi karibuni. Alitoa salamu zake za rambirambi na pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao au watoto wao, wale waliojeruhiwa, na kwa wananchi ambao mali zao ziliharibiwa wakati wa ghasia za uchaguzi na maandamano. Samia Suluhu Hassan alisema yeye binafsi ameguswa na kuhuzunishwa sana na ripoti za vifo na machafuko yaliyoambatana na siku ya kupiga kura. Rais Samia alihutubia leo maandamano hayo mabaya na mapigano yaliyozuka katika mikoa kadhaa, huku wananchi wakipinga matokeo ya kucheleweshwa, madai ya kuchakachuliwa na majibu mazito ya vikosi vya usalama vya serikali. Alibainisha kuwa viwango vya hasira na hofu vilivyolikumba taifa siku ya uchaguzi vilidhihirisha udhaifu wa amani na kukumbusha kuwa demokrasia haiwezi kustawi pale ambapo vurugu hufunika matakwa ya wananchi. Tafakari hizi ziliashiria moja nyakati chache wakati Rais Suluhu aliyeketi alipokiri hadharani ukubwa wa janga la siku ya uchaguzi na vifo. Alisisitiza kuwa serikali haichukulii kirahisi vifo vya kusikitisha vilivyorekodiwa wakati wa maandamano hayo au majeraha yaliyopatikana kwa mamia ya raia ambao walijikuta wamenaswa katikati ya makabiliano hayo. Pia alielezea uharibifu wa mali na kuenea kwa hofu katika miji mikubwa kama somo chungu kwa taifa zima. Utambuzi wake wa matokeo ya vurugu uliashiria kile waangalizi wengi waliona kama mabadiliko makubwa kuelekea uwazi wa kisiasa na uwajibikaji. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza kuwa tayari tume maalum ya uchunguzi imeundwa kuchunguza sababu za ghasia hizo za uchaguzi, mlolongo wa matukio na utambulisho wa wale waliohusika katika kuchochea machafuko hayo. Alieleza kuwa matokeo ya tume hii yangeiongoza serikali katika kuamua hatua zinazofaa za kurekebisha na kuadhibu ili kuhakikisha Tanzania haijirudi tena uharibifu huo katika chaguzi zijazo. Alisema lengo ni kurejesha utulivu wa kitaifa, huku akihimiza haki kwa waathiriwa. Huku akiwa na sauti ya utulivu na dhabiti, Rais Samia alilitaka bunge jipya la 13 lililozinduliwa kufanya kazi kwa umoja na uzalendo. Aliwakumbusha wabunge kwamba mamlaka yao yanatokana na maslahi ya wananchi na kuwataka kutenda kwa uadilifu, nidhamu na haki. Alisema msimu wa kisiasa unaokuja unahitaji hekima na kujizuia, hasa wakati ambapo taifa lilikuwa linajenga upya imani yake kwa taasisi za kidemokrasia. Ujumbe wake pia uligusa mivutano mipana ya kisiasa ambayo imeendelea kwa miezi kadhaa.
Wachambuzi walibaini kuwa matamshi ya rais hayakuelekezwa tu kwa viti vya serikali, bali pia yalitumika kama rufaa ya maridhiano ndani ya mazingira ya upinzani yaliyovunjika. Waangalizi walikumbuka kwamba wakati wa wiki kabla ya upigaji kura wa Oktoba, ripoti za vitisho, kukamatwa na kuzuiwa kwa mawasiliano, ikiwa ni pamoja na kukatika kwa mtandao kwa muda, zilikuwa zimechochea wasiwasi ndani na kimataifa. Serikali kadhaa za kigeni zikiwemo Marekani na nchi ambazo ni wanachama wa Umoja wa Ulaya zilikuwa zimetoa taarifa zikielezea wasiwasi wao kuhusu hali ya kisiasa. Kukiri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa vifo vinavyohusiana na uchaguzi kuliashiria jaribio kubwa la kushughulikia baadhi ya wasiwasi huo. Ahadi ya rais ya uwajibikaji ilikuja dhidi ya miito iliyoenea ya haki kutoka kwa mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu na waangalizi wa kimataifa. Mashirika mengi yalikuwa yamedai uchunguzi huru kuhusu ghasia za siku ya uchaguzi, yakitaja hitaji la kufichua ukweli wa vifo hivyo na mapigano yaliyoandikwa kwa wingi kati ya polisi na raia. Tangazo la tume hiyo maalum lilipokelewa kama hatua katika mwelekeo sahihi, ingawa baadhi ya makundi yalisisitiza kuwa mchakato huo lazima ubakie kwa uwazi na jumuishi. Katika hotuba yake pana, Rais Samia alikumbusha taifa kuwa amani ni jukumu la pamoja. Alionya dhidi ya watu binafsi na makundi ambayo yanaweza kujaribu kutumia mivutano ya kitaifa kwa manufaa ya kibinafsi au manufaa ya kisiasa. Katika wiki zinazofuata ama zilizofuata ghasia za uchaguzi, mitandao ya kijamii ikawa uwanja wa vita kwa masimulizi ya upinzani. Wanahabari wa kujitegemea na vyombo vya habari vya kimataifa, ikiwa ni pamoja na BBC, walikuwa wamethibitisha video kadhaa zinazoonyesha matukio ya vurugu wakati wa uchaguzi na mauaji. Uchunguzi wao ulikinzana na madai ya awali kwamba picha zilizosambazwa ziliigizwa au zilikuwa za udanganyifu. Ufichuzi huu ulizidisha madai ya uwajibikaji na kuimarisha shinikizo kwa taasisi za serikali kujibu kwa udhabiti. Rais Samia alihitimisha hotuba yake kwa kutoa wito wa kuleta matumaini, akiwataka Watanzania kutazama mbele huku wakijifunza kutokana na mafunzo chungu nzima ya Oktoba tarehe 29. Alisema taifa lazima lichague mazungumzo badala ya migawanyiko, maridhiano badala ya kulipiza kisasi, na ukweli badala ya ghiliba za kisiasa. Kulingana naye rais, kufikia amani ya kudumu kulihitaji kukabiliana na mambo ya zamani kwa uaminifu na kujenga mifumo yenye uwezo wa kumlinda kila raia bila kujali mfungamano wa kisiasa. Hotuba yake Samia Suluhu, ingawa imepimwa, imeelezwa kuwa mojawapo ya nyakati muhimu zaidi za urais wake. Ilionyesha nia ya kukabiliana na majeraha ya kitaifa na kurejesha hali ya kusudi la pamoja. Katika miezi ijayo, macho yote yatakuwa kwa tume ya uchunguzi na uwezo wa bunge kuitikia wito wa Rais Samia Suluhu kwa umoja na uwajibikaji na uchunguzi wa mara moja. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.